Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Goal Live TV, na hii ni kwa mara nyingine tena. Kikubwa tu ni kwamba kama hujaweza kusubscribe, basi niweze kukukumbusha tu kwa mara nyingine tena, basi subscribe mapema ili uweze kupata habari mbalimbali ambazo tunakuwa tunazirusha hapa, na pia vile vile ukifanya hivyo basi usiweze kusahau ku turn on notification ili uweze kufikiwa na habari moja kwa moja. Bwana, leo tupo na Harmonize katika mfungo huu wa Ramadhani ameweza kumfurahisha sana Mwenyezi Mungu na Waislamu wengi kiujumla. Ni pale tu ambapo ameweza kuthubutu. Unajua bwana, kuna wengine wanataka kuthubutu lakini hawajathubutu. Kuna wengine wamethubutu, kuna wengine wanaogopa pia kuthubutu. Lakini Harmonize ameweza kuthubutu, kuweza kujenga msikiti ambao utasaidia kwa Waislamu wengi sana kuweza kuswali na kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu. Lakini kuna maneno mengi sana yameongeleka. Kuna baadhi ya watu wamejiuliza ni kwa nini Harmonize alionekana akiombewa katika kanisa, lakini leo tena anaonekana kuweza kujenga msikiti. Hii issue imekaeje kati ya kanisa? Tukirudi nyuma tuje katika swala la msikiti. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wanaamini kwamba watu wengi bado wanaamini kwamba Harmonize ni yupo katika dini ya Kristo. Sasa inakuwaje katika mtu yupo katika dini ya Kristo lakini anaweza kujenga msikiti? Hii imekaeje? Kikubwa tu ni kwamba uweze kutufuatilia katika channel yetu ili uweze kupata habari kamili. Kikubwa tu ni kwamba take the skill tu makini na uweze kusikiliza hii mpaka mwisho ili uweze kupata kuelewa vizuri. Kuna watu wanasema kwamba ni kanisa ambalo linahusiana na mambo ya kifilimason. Kuna wengine wanadai kwamba ni kanisa ambalo linahusiana na mambo ya kishetani, mambo ya mashetani. Na Harmonize kama tunavyoweza kupata kumjua katika tasnia yake ya music ni kwamba ni msanii ambaye amekuwa hit sana, na ni msanii ambaye katika mitandao ya kijamii basi amekuwa ni msanii mwenye nguvu sana. Na hivi karibuni tu tuliweza kusikia issue kubwa ambayo ilikuwa, nadhani ni issue tu ambayo fulani hivi ambayo alikuwa ameifanya kwa kuweza kutoa nyimbo ya X. Wengi wanasema kwamba kumwimbia Kajala. Inasemekana kwamba ile nyimbo alimwimbia Kajala na Kajala pia aliweza kumjibu kimaneno. Mambo yamekuwa ni mengi sana, lakini Harmonize na Alikiba wameonekana kuwa ni watu wa karibu sana. Na katika kazi ya tasnia ya muziki basi inasemekana kwamba kuna nyimbo kali sana ambayo wanakwenda kuitoa kwa sasa, na mashabiki wategemea kitu kikubwa sana kutoka kwa msanii huyu, na mambo ni mengi zaidi. Na katika swala la kuweza kujenga msikiti, na katika swala la kuweza kujenga msikiti, Harmonize ameweza kuongea vitu vingi sana na majaribu mengi ambayo ameyapitia, na matusi na maneno mengi ambayo ameweza kuyapitia, kwamba kuna watu wanadai kwamba ule msikiti anaujenga kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho kitamsababishia yeye kuweza kutoa kafara kiurahisi kabisa. Kuna watu wameongea maneno mengi kupitia msikiti ule, na kuna watu wengine pia wamedai kwamba hawataweza kusali katika msikiti ambao mmiliki hawamuelewi.
Naposema hawamuelewi ni kwamba bado watu wana imani kwamba yawezekana Harmonize yupo katika kundi la Freemason ama katika kundi la mambo ya kishirikina. Na katika kukuza muziki wake basi wanaamini kwamba kuna kafara inatakiwa ni lazima zitolewe. Na kama lazima zitolewe, inawezekana pengine labda katika huo msikiti kuna vitu vyake pengine ambavyo atakuwa ameviweka ili kafara zake ziweze kwenda kikamilifu, na kafara hizo zinaweza zikahusika katika na watu ambao wanasali katika msikiti huo. Na kuna watu pia wameweza kuongea vitu vingi sana. Kuna watu wameweza kuongea vitu vingi na kwenda mbali zaidi. Lakini Harmonize kwa majibu yake ni kwamba yeye bwana amefanya tu kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, na ile nyumba hajamjengea mtu yeyote. Ni nyumba tu ya ibada ambayo kila mtu ambaye atajisikia kwenda pale kumuomba Mwenyezi Mungu basi anaruhusiwa kwenda pale na kuweza kufanya kile kitu ambacho amekusudia ama amekusudia kuweza kukiongea mbele ya Mwenyezi Mungu, kama kuweza kumswali na kuweza kumaliza shida zake na kusikilizwa kikamilifu kabisa na Mwenyezi Mungu. Na hivi tu karibuni ameweza kuposti pale alipoishia kwamba ni bado sehemu ndogo sana ili msikiti huo uweze kukamilika. Ni kidogo sana, ni sehemu ndogo tu ambazo zimebaki hapa na pale, ni finishing tu. Na baada ya finishing basi watu wanaweza wakaanza kuswali pale na mambo yakawa safi kabisa. Harmonize ameweza kuongea vitu vingi sana katika ukurasa wake wa jamii, kwamba watu wasimfikirie vitu ambavyo wanaendelea kumfikiria kwamba hasa katika masuala ya ushirikina ama hasa katika masuala ya imani za ama imani potofu, tunaita pengine labda imani potofu. Naposema imani potofu ni imani ambazo zinaaminika lakini hazipo. Sijajua kuna watu wanaamini masuala ya uchawi, lakini sijajua kama sijajua katika imani hii, lakini 80 ama naweza kusema asilimia inaweza ikagawana, pengine labda 45 ama 50 ya wanadamu wanaamini masuala ya kishirikina. Naweza kusema 50 pengine pia ni wachache. Wengi wanaamini imani hizo na wachache hawaamini imani hizo. Kwa hiyo naweza kusema pengine labda 80, pengine 20 tu ndizo ambazo zinahusika na watu ambao wamepona kuamini imani hizi za kishirikina. Mambo ni mengi sana. Basi kikubwa tu mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau kuturn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa.